Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sote tuamini tuombe. Nakushukuru Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa neema na rehema ya kipekee Bwana uliyotupatia kutana mahali hapa Bwana ili kuangalia moyo wako Bwana ule ambao umekuwa ukiendelea nao wa Warumi 8 mstari wa kwanza. Mungu tunaomba neema na rehema za kipekee Bwana zipate teka Bwana na hata zipate kutuongoza katika somo hili Bwana. Mungu Roho wako aliye mtakatifu aliye ndani ya mioyo ya watakatifu wako Bwana, watoto wako Bwana. Tunaomba Bwana atakaeke wazi neno lako ambalo Bwana limekuwa likipotoshwa zaidi na zaidi Bwana. Maana unasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa Bwana. Nenda ukatupatie maarifa Bwana na ukatujenge katika ile kweli Bwana, maana neno lako ni kweli. Mungu zidi kututakasa katika sehemu zote zile Bwana ambazo tuna mapungufu Bwana, sawa sawa na neno lako 17 Yohana. Takase kwa ile kweli neno lako, utakase kwa ile kweli neno lako ni kweli. Tupatie toba katika kila sehemu Bwana ambazo hatujatembea katika njia ya kibibilia. Sehemu zote tuliyomkwaza na kumzima Roho Mtakatifu Bwana, tunaomba neema na rehema kwako Bwana. Jitukuze Bwana, chukua muda huu Bwana. Yenda ukaondoe kila vikwazo, kila vizuizi vinavyotokana na muovu ibilisi. Na ukatusamee kila wepesi wa moyo. Asante kwa kuwa Mungu utakuwa nasi. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. So tutaendelea kuangalia kitabu cha Warumi 8 mstari wa kwanza. Ilikuwa tuangalie sehemu ya roho, lakini bado tutaangalia sehemu ya mwili, sababu kuna mambo ambao bado Mungu anataka tuyaangalie kuhusiana na sehemu ya mwili. So unaweza nisomea tafadhali kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa kwanza. Kitabu ni cha Warumi 8 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata roho. Tarudia, kitabu ni cha Warumi 8 mstari wake wa kwanza. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata roho. Hakikisha simu ziko katika flight mode. Uzarejelea mara ya mwisho tafadhali. Kitabu ni cha Warumi 8 mstari wake ni wa kwanza. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. So sehemu ya kwanza inasema hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Katika ubao kwa neema ya Mungu imeandikwa Warumi 8 mstari wa kwanza, alafu imeandikwa ndani ya Kristo. So tunaona ndani ya Kristo kuna wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili lakini wanaenda katika roho, na kuna wale ambao wanaendana katika mwili. So tuko ndani ya Kristo, wako ndani ya Kristo, lakini kuna sehemu mbili. So neno hili ni kwamba hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Wale walio ndani ya Kristo Yesu, yani wale waliokoka hawahukumiwi. Sehemu ya A. So nataka tuangalie sehemu ya A kabla tushuke tena sehemu ya B. So sehemu ya A ni akina nani? Unaweza kuangalia Mathayo. Wale walio ndani ya Kristo Yesu wanaitwa children of the kingdom. Wale walio ndani ya Kristo Yesu wanaitwa children of the kingdom, yani watoto wa ufalme ama wana wa ufalme. Unaweza angalia Mathayo 13 anza 37 na 38. Kitabu ni cha Mathayo 13 mstari wake ni wa 37. Mathayo 13 mstari wake ni wa 37. Maandiko yanasema, akawaambia, aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Shamba ni ulimwengu na mbegu ni
na mbegu nzuri ni wana wa ufalme. Magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda magugu ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, nao wavunaji ni malaika. Uzarejelea mara ya mwisho. Kitabu ni cha Mathayo 13 mstari wake ni wa 37. Mathayo 13 mstari wake ni wa 37. Tunaangalia nini? Tunaangalia Warumi 8 mstari wa kwanza sehemu ya A, kwamba hakuna hukumu kwa wale wote walio ndani ya Kristo. So hawa ambao wako ndani ya Kristo wanaitwa kina nani? Sawa sawa. So tunaangalia wale walio ndani ya Kristo wanaitwa kina nani ambao hawana hukumu katika sehemu ya A. Ndio maana tunasema Mathayo 13 mstari wa 37 na 38. Kitabu ni cha Mathayo 13 mstari wake ni wa 37. Akawaambia, aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Aliyepanda mbegu nzuri. So tunaona aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Shamba ni ulimwengu. Shamba ni ulimwengu. Na mbegu nzuri ni wana wa ufalme. Mbegu nzuri ni wana wa ufalme. Magugu ni wana wa yule mwovu. Magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda magugu ni Ibilisi. Yule adui aliyepanda magugu ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Mavuno ni mwisho wa dunia. Nao wavunaji ni malaika. Nao wavunaji ni malaika. Mpaka hapo ni sawa. So tunaona mpanzi ambaye ni mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo amepanda mbegu nzuri. Halafu mbegu nzuri inaitwa wana wa ufalme. So tunaona ni Yesu amepanda. Yesu ametuzaa mara ya pili. So hawa ni watu ambao wameokoka, wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu ni watu ambao wametokana na Yesu Kristo, ni mbegu ya Yesu Kristo. So ukiangalia Mathayo 13 mstari wa 37 tunaambiwa ni Yesu amepanda hii mbegu. Ni mbegu gani? Mbegu nzuri. Ni watoto gani? Watoto wa ufalme. Yaani ni watu ambao wameokoka na wako ndani ya Yesu Kristo. So naamini mpaka hapo tumeelewa. Maandiko akisema Warumi 8 mstari wa kwanza ikisema hakuna hukumu kwa wale watu walio ndani ya Kristo Yesu. Yafaa uelewe wale walio ndani ya Kristo Yesu ni akina nani? Ni wana wa ufalme. Ni children of the kingdom. Sawa sawa. Usipitiliwe na hiyo. Ni muhimu kwa sababu mali tunaelekea utaelewa zaidi na zaidi. Sababu tunaongea kuhusiana watu ambao wako ndani ya Kristo, ambao ni mbegu ya Kristo mwenyewe. Hatuongei kuhusiana na wenye dhambi, tunaongea kuhusiana na wana wa ufalme. Yaani watu ambao wameokoka na wanatarajia kuingia katika ufalme kwa sababu ni mbegu ya Yesu Kristo. Good seed. Ndio tunaongea kuhusiana nao hapa. So kwa sababu ni wana wa ufalme wako ndani ya Kristo, sehemu ya kwanza Warumi 8:1a, kwa maana hakuna hukumu kwa maana hakuna hukumu ya adhabu. Kwa maana hakuna hukumu ya adabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Paka hapo. Kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Au wako ndani ya Kristo Yesu ni akina nani? Wana wa ufalme. Wana wa ufalme. Mathayo 13:37-38. So tukiongea kuhusiana na wana wa ufalme tunaongea kuhusiana na mbegu ya Yesu Kristo. Yesu ndo ameipanda. So hiyo ni sehemu ya A. So tuangalie sehemu ya B. Warumi 8 mstari wa kwanza. Warumi 8 mstari wa kwanza. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata roho. Yes, so maandiko yanasema kwamba wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu wana wa ufalme, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili, inamaanisha wanafuata roho. Na kuna wale ambao wanaenenda kwa kufuata mwili. Kwa kufuata mwili kama kanisa la Wagalatia 3 mstari wa kwanza hadi 3. Mungu anawaambia kupitia Paulo, anawaambia nyinyi Wagalatia wapumbavu. Mlianza kwa roho, sasa mnamaliza kwa nini? Mnamaliza kwa mwili. So ni watakatifu, ni wana wa ufalme. Umeelewa? So sehemu ya ba
tunaona makundi mawili sasa. Tunaona makundi ambao ni watoto wa ufalme lakini wanatembea kwa roho, na watoto wa ufalme lakini wanatembea kwa mwili. So hawa watoto wa ufalme ambao wanatembea kwa mwili, ndio kwa uwezo wa Mungu na Roho yake Mtakatifu tutazidi kuangalia, ili wale waliokoka wasibaki hapo, mimi ni mwana wa ufalme alafu natembea katika matendo ya mwili. Nijue nikitembea katika matendo ya mwili nitahukumiwa. Na hukumu hii ni gani? Acha tuangalie pia Mathayo sasa. Hao wote ni wana wa ufalme. Mathayo 8 mstari wa 11 na 12. Hiyo ndio hukumu. Kitabu ni cha Mathayo 8 mstari wake na wa 11. Nawaambia kwamba wengi watatoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Lakini warithi wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ambapo kutakuwa kilio na kusaga meno. Arejelea tena tafadhali. Mathayo 8 mstari wake wa 11. Ninawaambia kwamba wengi watatoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Lakini ufalme nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. 12. Lakini warithi wa ufalme watatupwa. Lakini warithi wa ufalme anaongea kuhusiana na mbegu nzuri. Anaongea kuhusiana na mbegu ambayo Kristo mwenyewe ameipanda. Tumeangalia Mathayo 13:37, 38. Mbegu nzuri. Anaongea kuhusiana na watu ambao wameokoka, wako ndani ya kanisa, watakatifu, wanangoja kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini wanatembea katika mwili. Maandiko Yesu anasema kwamba lakini wana wa ufalme, yani hawa ambao wako ndani ya Kristo ndio anaongelea. Endelea. Lakini warithi wa ufalme watatupwa katika giza la nje. Lakini warithi wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ambapo kutakuwa kilio na kusaga meno. So hawa ambao ni mbegu ya Yesu Kristo, good seed, mbegu njema. Hawa ambao malaika akishuka hivi, malaika anawachukua hii mbegu njema, anawahifadhi. Hii mbegu njema ndio Yesu anasema wakiwa wanatembea katika mwili watakatwa, watatolewa, wana wa ufalme watatolewa. Alafu iko mahali kutakuwa na kusaga meno, kulia na kusaga meno. Wana wa ufalme wanatolewa kwa ufalme, wanaekwa mahali kuna kulia na kusaga meno. Hebu rejelea tena Mathayo, acha turudi Mathayo 13, tuangalie hii picha vizuri, kwa sababu tuwaona kwamba wana wa ufalme wanakataliwa, wanaekwa mahali kwa kulia na kusaga meno. Wana wa ufalme, warithi wa ufalme wanatolewa kwa ufalme, wanaekwa mahali kwa kusaga meno. Rudi tena katika Mathayo 13 mstari wa 37. Akawaambia, aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Shamba ni ulimwengu na mbegu nzuri ni wana wa ufalme. Endelea. Magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda magugu ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, nao wavunaji ni malaika. Endelea. Kama vile magugu yang'olewavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watawakusanya kutoka ufalme wake kila kitu kinachosababisha dhambi na watenda maovu wote. Nao watawatupa katika tanuru la moto, ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno. Waona hiyo kilio na kusaga meno. Unaona ni nani anatupwa katika tanuri la moto? Wana wa ufalme. Okay. Hii hapa ni wale watu wamefanya uovu. Hapa, sawa? Hapa ni watu wamefanya uovu, wanatupwa katika tanuri la moto. Watu wamefanya uovu hapa.
watu wamefanya uovu, wanatupa katika tanuri la moto, wanasaga kulia na kusaga meno. Alafu tunaona mbegu nzuri ambao ni 43. Ndipo wenye haki ambao ni mbegu nzuri watang'aa kama jua katika ufalme wa baba yao. Yeye aliye na masikio na asikie. Samahani, waweza rejelea tena? Ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa baba yao. Yeye aliye na masikio na asikie. Tunaona mbegu njema ni wana wa ufalme. Sawa, mbegu njema ambao tunaona mwisho wao ni kwamba watang'ara kama jua katika ufalme wa baba yao. So tukiangalia kuhusiana na Warumi, wale wako ndani ya Kristo, ni mbegu njema. Ni mbegu ambayo Yesu Kristo mwenyewe ameipanda. Alafu mwisho wa hii mbegu inafaa ingie katika ufalme wa Mungu, ing'are kama jua. Waelewa? So lakini tukisoma Warumi 8 mstari wa 1 sehemu ya ba inasema ndani ya hawa watoto ambao ni mbegu njema, ambao ni Yesu Kristo amepanda, katika hawa watoto ambao wanafaa wamalize maisha yao waingie katika ufalme wa Mungu, sababu ni wana wa ufalme, warithi wa ufalme, waingie katika ufalme, alafu wang'are kama jua, wang'are kama nyota kwa ufalme wa baba yao. Lakini Yesu anasema sehemu ya ba kuna wale ambao wanafaa wang'are kama jua, wang'are kama nyota, lakini watatembea katika mwili. Yes, na kuna wale ambao pia ni mbegu njema lakini wanatembea katika roho. Sasa Yesu anatuhakikishia kwamba wewe ni mwana wa ufalme. Yes. Lakini wafaa ung'are kama jua katika ufalme wa baba yako. Yes. Wewe ni mbegu njema ambao Yesu Kristo mwenyewe ameipanda. Mwana wa Adamu amepanda mbegu njema, ameipanda. Yes. Lakini sehemu ya Biblia inasema ukienenda katika mwili, huyu mwana wa ufalme atafanywa nini? Mathayo 8:11 mstari wa 12. Kitabu ni cha Mathayo 8 mstari wake ni wa 11. Ninawaambia kwamba wengi watatoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Lakini warithi wa ufalme, mbegu njema, watatupwa katika giza la nje, ambapo kutakuwa kilio na kusaga meno. Kumbuka tukisoma Mathayo, kilio na kusaga meno ni ya wale ambao walitenda maovu, waliotembea katika mwili, watu ambao hawajaokoka, ndio wakachukuliwa kwa katika tanuri la moto. Mathayo 13:37, 38 tukaendelea mpaka 40. So ile sehemu ambao waovu wanaekwa, ambao hawajawahi kuokoka, mtakatifu ambaye ameokoka na yuko na roho wa Mungu ndani yake, yuko na uhai wa Mungu ndani yake, alafu akawa anatembea katika mwili, maandiko yanasema sehemu yake itakuwa sawa sawa na wale ambao hawajawahi kuokoka. Hiyo ndio hukumu ya watakatifu. Ndio maana unaona, so hakuna kitu kama nimeokoka. Huyu ni Yesu mwenyewe anasema. Tena toleo zote mbili katika Mathayo 13, Yesu anasema, katika Mathayo 8 ni Yesu Kristo anasema wana wa ufalme. Wanatolewa kwa ufalme, mahali tayari walikuwa wanatarajiwa waingie, lakini kwa sababu inaenda katika mwili, wanaikuwa katika sehemu ambao wenye dhambi ambao hawajawahi kuokoka katika maisha yao. So Romans 8:1 isomwe vizuri. Watu wengi wanaisoma nusu. Hata Biblia zingine shetani amefanya ziandikwe nusu kama NIV na Biblia zingine nyingi sana za Kiswahili. Haiendelei, isipokuwa Biblia neno imejaribu kwa uwezo wa Mungu, imejaribu kwenda vyema zaidi katika hicho kitabu. So hakuna kitu kama nimeokoka. Mimi ni mwana wa ufalme, naweza kuishi katika mwili na alafu nikaurithi mbinguni. Haiwezekani. Na kipimo cha Mungu mpendwa hakiendi hivi kwa Mwisraeli alafu kinaenda hivi kwa mtu wa mataifa. Kiko hivyo tu. Ni wewe na mimi
tupimwe nacho, ndani ya Kristo ama nje ya Kristo. So hii inafanya ninyenyekeze na ikunyenyekeze zaidi. Tukiangalia pia Mathayo, Yohana, hukumu ya watakatifu wanaotembea katika mwili. Tukiangalia Yohana 15 mstari wa kwanza. Yohana 15 mstari wake ni wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Yesu anasema yeye ndiye mzabibu. Yesu ni mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Najua kwa nini Yesu anasema hivi. Yesu anasema yeye ni mzabibu na mimi na wewe ni watu ambao hatuko kwa mzabibu, alafu tukakatwa, tukaingizwa kwa mzabibu ambaye ni Yesu Kristo. Sasa tukawa tawi ndani ya Yesu Kristo. Lakini Yesu aishia hapo. Kuna kitu ambacho Yesu anasema. Yesu anasema Baba yangu. So we makini sana hapa. Naweza kuwa nasema niliokoka. Waweza kuwa kweli umeokoka na nimeokoka mimi na wewe. Lakini Yesu ananiambia kitu kimoja. Ananiambia mpendwa, anakuambia mpendwa, sikiza. Yeye ni mzabibu. Mimi na wewe tumeunganishwa kwake. Yesu anatuambia hivyo. Alafu Yesu anatuambia kuna mkulima. Yesu ananipatia tahadhari kwamba jua kuna mkulima. So nisiseme Yesu nimekushikilia, Yesu nimekushikilia, na wakati natembea kwa mwili, Yesu ananiambia kumbuka kuna mkulima. Nafaa nijue kazi ya mkulima ni gani. Ona. So Yesu hataki tu mimi niweke imani kwamba Yesu nilikukiri, Yesu nilikuamini, Yesu ulinionyesha dhambi zangu, nikapata huzuni ya kiungu, wewe pia ukapata toba, alafu Yesu kwa imani yako Yesu nikaokoka. Yesu anasema sawa, lakini Yesu anakuambia niko na babangu. Huyu baba sasa Yesu anasema huyu ndio mkulima. Sasa ananitoa kwake ili nisikae katika ile amani na isiwe machafu. Nasema niko na Yesu, nakiri jina la Yesu. Yesu ananiambia ngoja kidogo, niko na baba pale. Na kazi ya huyu baba ni mkulima. Kama hautatembea katika Yesu Kristo, kama sitatoa matunda ya Yesu Kristo, Yesu ananiambia sikiza, kuna baba hapa. Na kazi ya huyu baba ni kufanya nini? Ni kukukata. Yaani huyu baba atakuondoa kwa Yesu Kristo. Hivyo ndio Yesu ananiambia. Yesu ananiambia huyu baba ambaye anaitwa Mungu, ambaye ni mkulima. Yesu ni mzabibu, umeunganishwa kwake. Yesu anakuambia tahadhari, kuna mkulima hapa. Kama uenendi katika haki na utakatifu, kama uenendi katika roho, sienendi katika roho, Yesu anasema kuna mkulima. Mkulima kazi yake ni nini? Anakukata, ananikata. Na kitukata inamaanisha tunaondolewa katika mzabibu. Tunaondolewa katika mzabibu. Alafu tunawekwa kwa moto. Yesu anasema hiyo ndio kazi ya baba. Hiyo ndio kazi Mungu anafanya. Either asafishe tawi lizae sana, ama tawi ambalo halizai. Na huyu si mzinzi, huyu si mlevi ambaye hajaokoka yuko ba. Huyu ni Mkristo ambaye ameokoka, yuko ndani ya Yesu Kristo. Huyo ndo anaambiwa hivi. Naweza soma tena ya kwanza na ya pili. Yohana 15. Yohana 15 mstari wake ni wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, Baba yangu ulikata. Nalo kila tawi lizaalo ulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Yesu anamuinua babake. Anasema babangu kazi yake ni kukata maithia. Babangu kazi yake ni kusafisha tawi ambalo linazaa, analisafisha lizae zaidi na zaidi na zaidi. So Yesu anashuka, anasema niko na baba, na kazi ya huyu baba ni kukata ama kusafisha. So tukiangalia Warumi 8 mstari wa kwanza, sehemu ya A na B, tunaona tuko ndani ya Yesu Kristo watakatifu. Alafu sasa kazi ya baba ni nikitembea kwa roho utasafishwa. Ukitembea kwa roho utasafishwa. Ukitembea kwa Galatia 5:22, matunda ya roho, pendo, amani, utu wema, kiasi, utakatifu, haki. Hayo yote ni matunda ya roho. Utasafishwa. Mungu atakusafisha. Yesu anasema baba atakusafisha. Lakini ukitembea kwa mwili,
Yesu anasema baba ambaye ni mkulima atakukata. Yesu anasema hivi, utakatwa, nitakatwa nikitembea kwa mwili. Ndio maana Warumi 8:1 lazima nisome as a whole na nielewe as a whole. Si katika kitabu kimoja kwa uwezo wa Mungu, multiple of books. Vitabu tofauti tofauti katika neno la Bwana. Kuna watu wamesettle hapa. Warumi 8:1 sehemu ya A. Watu ambao wanaamini kwamba ukiokoka umeokoka milele. Once saved, always saved. Watu wamesettle. Lakini hawaoni sehemu nyingine ambayo Yesu Kristo pia anasema. Hapa sioni kitu kama once saved, always saved. Sioni venye waweza sema kwamba nikiokoka, nimeokoka sasa na hata milele, hata nikizini. Haijalishi mimi ni mwana, na kwa sababu nimefanyika mwana, mimi ni mwana wa ufalme. Yesu ananiambia kuna andiko ambalo ulielewi. Anasema wana wa ufalme walitolewa wakatupwa nje mahali kuna kulia na kusaga meno. Wana wa ufalme, children of the kingdom, wakaekwa mahali ambao wanasaga meno. Mahali kwa kusaga meno ni mahali sina wanaeko. Yesu hawezi jicontradict. Kuna kitu ambacho mwanadamu anataka kupokea, alafu aendelee kuishi katika mwili, alafu ajustify neno. Lakini ukija kwa neno la Mungu as a whole, ulisome vile lilivyo, likuongoze, litakurekebisha. Litakurekebisha kama una chochote katika moyo. Hakuna kitu kama once saved, always saved. Sioni kitu hapo. So tuwe makini sana. Naweza endelea. Yohana mstari wa 6, Yohana 15:6. Kitabu cha Yohana 15 mstari wake ni wa 6. Yohana 15 mstari wake ni wa 5. Mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Asante. Yesu ni mzabibu, sisi ni matawi. Akae ndani yangu, nami ndani yake, huyo uzaa sana. Akae ndani ya Kristo atazaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Maana pasipo Yesu Kristo sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu ni kina nani? Ni wale ambao wako ndani ya Kristo lakini wanatembea katika mwili. Yesu anaongea mtu yoyote asipokaa ndani yangu. Inamaanisha haongei kuhusiana na tawi ambalo haliko ndani yake. Anaongea kuhusiana yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. So anasema tawi lolote, mtu yoyote. Mstari wa pili anaongea kuhusiana na tawi linakatwa linatupwa. Mstari wa 6 anaongea sasa kuhusiana na mtu. So akiongea kuhusiana na matawi anaongea kuhusiana na mimi na wewe. Mtu yoyote, Mkristo yoyote anayenenda katika mwili, haenendi katika Kristo Yesu, katika roho. Yesu anamzungumzia ukatwa. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Ukatwa. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Ya utupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni yakateketea. Matawi kama hayo hukusanywa. Malaika kazi yao ni kukusanya na kuyatupa katika moto. Moto ni mahali kutakuwa na kilio na kusaga meno, ziwa la moto. Hao ambao wanakatwa kutoka kwa Yesu Kristo ni wa Kristo waliotembea katika mwili. Na Mungu ndo anafanya hiyo kazi ya kukata. Mungu ndo anakata, alafu Mungu analiweka kando, linanyauka, alafu linachukuliwa linaekwa kwa moto. Hao ni wana wa ufalme. Hao ni sons and daughters ambao wamepokea Roho Mtakatifu lakini wanaishi maisha ya mwili. Wanatolewa ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Nani anawatoa? Mungu mwenyewe. Na Yesu anasema niko na Baba ambaye ni Mungu. Hiyo ndio kazi ya Mungu. So kuokoka ni hatua ya kwanza kwa uwezo wa Mungu. Lakini kuna kuendelea kuishi maisha matakatifu na kutembea kwa roho ili tusihukumiwe. So
Tunaweza angalia, naweza soma verse 6 tena. Kitabu cha Yohana 15 mstari wake ni wa 6. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Mpaka hapo ni sawa. Rejelea tena. Yohana 15 mstari wa 6. Mtu yoyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. So Yesu anamaanisha mtakatifu yote aliyeokoka, mwana wa ufalme yoyote aliyeokoka lakini akai ndani ya Yesu Kristo, kukatwa na kutupwa. So hii inamaanisha nini pia kukaa ndani ya Yesu Kristo? Kukaa ndani ya Yesu Kristo inamaanisha nini? Mtu yote ambaye akai ndani ya Yesu Kristo ukatwa na kutupwa. Hii kukaa ndani ya Yesu Kristo pia inamaanisha nini? Kuna njia nyingi ya kukaa ndani ya Yesu Kristo. Njia moja ni katika waraka wa pili wa Yohana. Usifunge hiyo Yohana. Mmoja anaweza soma Yohana, mwingine akasoma waraka wa pili wa Yohana, mmoja mstari wa 9. Samu unaweza soma moja, ana ukasoma moja. Waraka unaweza tulia kwa Yohana. Samu unaweza soma waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana 1 mstari wa 9. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo huyo ana Baba na Mwana pia. Rejelea tena. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo. Mtu yote ambaye hadumu katika mafundisho, kudumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Huyo hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, yule ambaye anadumu katika mafundisho ya Kristo, huyo ana Baba na Mwana pia. Huyo ana Baba na ana Mwana pia. So ukisoma kitabu hiko kinaonesha kuhusiana na Yesu alifundisha mafundisho na Yesu akapeana amri za Mungu. Na Yesu anasema sasa yule ambaye anadumu kwa hayo mafundisho ya Yesu Kristo, yule ambaye ameokoka na anaendelea katika kudumu mafundisho ya Kristo, Yesu anasema huyo yuko na Mungu, huyo yuko na Baba. Huyo yuko na Yesu na huyo yuko na Baba ambaye ni Mungu. Lakini mtu ambaye adumu kwa mafundisho, Yesu anasema huyo hana Mungu na huyo hana Yesu Kristo, hana yeye. So tukirudi katika Yohana 15 mstari wa 6 wapata kuona kudumu kwa Yesu Kristo inafanana vipi. Yohana 15 mstari wa 6. Mtu yote asipokaa ndani yangu, mtu yote asipokaa ndani ya Yesu Kristo, yani asipodumu katika Yesu Kristo, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni, yakateketea. So mimi na wewe hatuwezi kuwa juu ya neno la Bwana. Wewe huwezi kuwa mwerevu zaidi ya Yesu Kristo. Mimi siwezi na sitawahi kuwa mwerevu zaidi ya neno la Mungu na Yesu Kristo. Wakati naishi maisha ya mwili, alafu naamini katika moyo kwamba ama najipiga kifua kwamba mimi nitaingia katika ufalme wa Mungu, wakati siendelei kukaa katika mafundisho ya Yesu Kristo, alafu naamini mimi naweza kuingia katika ufalme wa Mungu, maandiko yananiambia ninajidanganya. Kwa sababu mimi ni yule ambaye, ama wewe ni yule ambaye unadumu katika, uko ndani ya Kristo lakini haudumu katika Kristo. Uko ndani ya Kristo lakini haudumu katika Kristo. Kudumu katika Kristo ni kuendelea na mafundisho ya Yesu Kristo. Hivyo ndio Yesu ameandika. So mimi yafaa niwe slave, wewe unafaa uwe mtumwa wa mafundisho ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yako, wewe mwenyewe binafsi lazima uwe mtumwa. Mtumwa inamaanisha lazima iwe unasoma Biblia, lazima iwe unasikiza neno, lazima iwe unajifunza kwa walimu wenye Roho Mtakatifu tofauti katika sehemu zote za ulimwengu, ambao kweli hawapotoshi. Huyo ndo mwanafunzi wa Yesu Kristo. Hiyo ndo kudumu kwa Yesu Kristo. Na si kujifunza tu katika ufahamu wa kichwa maifia.
lakini inafaa iwe kila ninachojifunza kiendane na moyo. Moyo wewe unakuwa changed. Moyo wewe unabadilishwa. Sina kaa kweli nasikiza ama nasoma, lakini moyo wako uko tu pale pale. Waendelea katika uovule ule. Mungu anakuonyesha hatari kila siku anaonyesha, lakini si progress. Inamaanisha inabaki katika kichwa, lakini haingii katika moyo, kwa sababu ikiingia katika moyo lazima iendelee pia kukubadilisha ama kunibadilisha. Lazima kuwe na impact, lazima ikuaffect, lazima ikuadhiri. Neno la Mungu ni nyundo. Niaje kama nina misumari ya chuki hapa na nikija kwa neno la Mungu, hiyo nyundo lazima igonge misumari yangu ya chuki katika moyo, na ikigongwa katika moyo nitaumia, nitabadilika. Lakini kama niko na misumari yoyote hapa, misumari ya uovu yoyote hapa, na neno la Mungu ni nyundo inagonga na hainiadhiri, basi inamaanisha kuna shida. Inamaanisha natembea katika mwili. Neno la Mungu ni pumzi. Wakati nasoma kuhusiana na jinsi nafaa nidumu katika mafundisho ya Yesu Kristo, jinsi unafaa udumu katika mafundisho ya Yesu Kristo, maana kudumu katika mafundisho ndio kuwa na Mungu, na ndio kuwa na Kristo, na ndio kutembea kwa Roho. Yafaa niwe napokea pumzi mpya, napokea refreshed, najengwa upya tena. Yaani jinsi nilikuwa nasoma Biblia huko nyuma, sasa nafaa nisome sana. Jinsi nilikuwa nasikia neno kidogo, sasa nafaa nisikize sana. Jinsi nilikuwa nafanya injilisti kidogo, sasa nafaa nifanye sana. Neno la Mungu lazima liwe linakujenga ama linakubomoa. Lakini kama likujengi na kama likubomoi, then kuna shida kubwa sana. Inamaanisha mimi na wewe tuko katika mwili, neno la Mungu ni nuru. So kama kuna giza ndani yangu, giza nikilisikia, giza inafaa iondolewe. Lakini kama kuna giza na natoka bado niko kwa giza, na nakaa bado niko kwa giza, licha kuwa uko ndani ya Kristo lakini umemzima roho, inamaanisha uko katika mwili. So lazima neno la Mungu liwe na impact katika maisha yako. Aidha linirekebishe ama linitie moyo katika hizo. Na zaidi, neno la Mungu pia ni moto. Neno la Mungu ni moto. Moto kazi yake aidha linaweza kuchoma, ukasikia kuchomeka kiasi kwamba ukasikia Mungu kweli nimekuwa nikitembea kwa njia ambazo sistahili kutembea. Yafaa nitembee katika utukufu mkubwa zaidi ya huu ambao natembea. Si eti nilikuwa natembea kwa uzinzi, anamaanisha umekuwa ukitembea katika utukufu ambao Mungu anakuonyesha inafaa utembee katika utukufu kama huu. Alafu uko na uwezo Mungu amekupatia, lakini unatembea kwa utukufu kama huu. Then neno la Mungu likikuconvict inakuwa kama moto. Unahisi kwamba zeal unahisi juhudi. Yaani njaa na kiu inaongezeka neno la Mungu na utukufu wa Mungu, inafaa iwe hivyo. Walipokuwa katika njia ya Emmaus wakienda, nini ilifanyika? Yesu alipoanza kuwaongelesha, maneno ya Yesu yalikuwa kama moto ndani ya mioyo yao. Na wakaanza kupata imani, wakaanza kuhuiswa. Wakasema hatukusikia joto katika mioyo yetu. So neno la Mungu ni moto. Inafaa liwe linafanya kitu katika moyo wako. Lakini kama uko kwa ubaridi, inamaanisha uko katika mwili ama niko katika mwili, kwa sababu nakutana na moto lakini hauniadhiri. Wakutana na moto lakini haukuadhiri. Hiyo inakuwa serious. Hiyo inakuwa very serious. Inaweza kuwa nasikiza sermons lakini hazikuadhiri. Hatari. Inamaanisha uko katika mwili na hudumu katika Yesu Kristo. Yafaa nikisikiza sermons zilizoviviwa na Roho Mtakatifu nisikie joto katika moyo, vile kama wale wanafunzi wawili walikuwa wanaenda Emmaus. Lakini kama sisikio, jua uko katika mwili. Ama kama nimepoteza hiyo, kama mwanzo nilikuwa nayo lakini sasa sisikii hiyo, then inamaanisha uko katika mwili. Kuna makosa, kuna maovu, inafaa ukiri. Na nikiri, niawache, ili kwa uwezo wa neno la Mungu uendelee kutakasika nami vile. So hiyo ni mojawapo ya kutambua kama unadumu kwa Yesu Kristo ama udumu kwa Yesu Kristo. Aidha niko kwa mwili ama niko kwa roho wakati nasikia, ama wakati pia unasikia, ama wakati unasoma pia wewe mwenyewe.
Tunaweza angalia pia, waweza rejelea Warumi 8. Warumi 8:1 yote. Kitabu ni cha Warumi 8 mstari wa kwanza. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata Roho. Hii hukumu ukiangalia pia zaidi ni Mungu anaitoa. Tumeangalia katika Yohana 15 mstari wa kwanza. Alafu tukiangalia pia hii hukumu Mungu anasema hii hukumu Mungu anasema wale wanaotembea katika mwili, wana wa ufalme wanaotembea katika mwili wanahukumiwa. Hii hukumu pia ni kufutwa katika kitabu cha uzima. Mungu anakufuta, Mungu ananifuta mimi katika kitabu chake cha uzima. Wana wa ufalme walioandikwa katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima, Mungu anaenda huko anawafuta. Hawa ni akina nani? Ni akina nani wameandikwa? Ni wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu, ndani ya kitabu cha uzima. So wale ambao wanafutwa ni wale ambao wako ndani ya kitabu cha Kristo Yesu, kitabu cha uzima. So Mungu anaenda kuwafuta wanapotembea katika mwili, na hiyo ndio hukumu. Hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wanaotembea kwa Roho. Hao hawafuti wanaotembea kwa Roho, lakini wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu lakini wanatembea kwa mwili, Mungu anawafuta. Angalia Kutoka 32 mstari wake ni wa 32. Kitabu ni cha Kutoka 32 mstari wake ni wa 32. Lakini sasa nakusihi wasamehe dhambi yao, lakini kama sivyo basi nifute kutoka kwenye kitabu ulichoandika. Bwana akamjibu Musa, yeyote anitendaye dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Rejelea tena tafadhali. Kitabu cha Kutoka 32 mstari wake wa 32, maandiko yanasema, lakini sasa nakusihi wasamehe dhambi yao. Musa anamwambia Mungu, nakusihi wasamehe dhambi yao. Hawa ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli waliokoka, walichinja mwana kondoo wa Pasaka, wakaeka damu katika kizingiti na mimo ya mlango, alafu wakapita. Mwana kondoo ni Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ikaosha dhambi zao, wakaokoka kwa upanga wa Mungu. Alafu wakapita bahari Shamu. Bahari Shamu, maandiko yanasema walibatizwa ndani ya Musa. So waliamini wakabatizwa ndani ya bahari ya Shamu, wakawa wameokoka. Lakini Musa alipoenda kuchukua amri za Mungu, walienua ndama. Walimfuata Aaron akalemewa, Aaron akatengeza ndama. Wakatoa kwa vipuli vyao, bangili zao, wakainua ndama. Walipomwinua ndama, Musa akawa anaenda kwa Mungu kuwapatanisha na Mungu. Ndio 32. Unaweza kusoma tena. Lakini sasa nakusihi wasamehe dhambi yao, lakini kama sivyo basi nifute kutoka kwenye kitabu ulichoandika. Musa anamwambia Mungu, kama utawasamehe Waisraeli, Mungu amfute Musa. Mungu aende kwa kitabu cha uzima, alafu afute jina la Musa kama hata wasamehe Waisraeli. Sawa sawa. So kuna kitu Musa anaelewa. Musa hawezi kuomba kitu ambacho haiko. So Musa anaomba according to kile ambacho kiko. Alafu Mungu anamjibisha vipi? Bwana akamjibu Musa, yeyote anitendaye dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Mungu amwambia Musa, mimi wasifuti watu. Mungu amwambia hivyo Musa. Mungu anamwambia Musa, nimekusikia, lakini yule aliyenitenda dhambi. Musa, hujanitendea dhambi wewe, lakini yule aliyenitenda dhambi, Mungu anasema ndiye nitakaye mfuta kwa kitabu changu. Hiyo ndio hukumu. Hiyo ndio hukumu ya watakatifu, na watu wengi shetani amewateka. Maana shetani ameonyesha ukiwa ndani ya Kristo hauwezi poteza. Wewe ni milele na milele na Kristo. So Mungu hawezi kukufuta. Na wakati maandiko anasema Musa mwenyewe
Anamwambia Mungu nifute Musa. Mungu amwambia Musa, mimi wasifuti watu. Maombi gani wewe unaniletea? Mungu anamwambia Musa, aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta. Mungu anasema hivi. So mwanadamu anaweza mcorrect muumba wake kweli? Hii ni kiburi ambao watu wako na, hata theologians, scholars, yani wasomi wa Biblia. Wengi wao wanavuta side moja, ni kwa sababu kuna kitu ambacho shetani anafanya ndani ya mioyo yao. Kuna dhambi fulani ambao hawajawahi kuishinda, hata huenda hawajawahi kuokoka, ndio maana dhambi hizo zimewashinda. Dhambi kama za tamaa na wanawake na wanaume, uzinzi. Wanaona iwezekana, nimeokoka miaka yote na yeye haijawahi kutoka. Mimi lazima niwe nimeokoka na Mungu hawezi nifuta kwa ajili ya uzinzi. Basi. Lakini Mungu anasema aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta. So mtakatifu ambaye anatembea kwa mwili atafutwa. Mungu alifuta Waisraeli vile anasema, aliyenitenda dhambi ndiye nitamfuta. Waisraeli ni ile lumbuko la kwanza. Sisi huko tukiitwa mbwa. So leo mbwa amepata wokovu, alafu anaishi maisha machafu, alafu mbwa anasema hawezi kufutwa. Mbwa ni sisi watu wa mataifa. Mwanamke Mkanana alikuja kwa Yesu, Yesu alimuita mbwa. Chote ambaye anaishi maisha machafu anaitwa mbwa, Gentile, sisi ni mambwa. So mbwa amepata wokovu, neema. Sasa hitu mbwa tena, amefanywa mwana wa Mungu. Kiburi kinafanya nini? Kinaamka. Mungu hawezi nifuta. Mungu anasema atakufuta, atanifuta. Maana yake alifuta Waisraeli, sisi hawezi kushinda kutufuta. So hiyo ndio hukumu ya mtakatifu ambaye anatembea katika mwili. So inamaanisha inafaa nipate muda na Mungu, inafaa nisikize neno la Mungu, inafaa nisikize kanisa ambao ni mwili wa Yesu Kristo, inafaa nisikize mpendwa ndani ya Kristo, nisikize dada ndani ya Kristo. Na hata Wakristo wengine ambao wako na Kristo ndani yao, inafaa wasikize, na hao pia kama hawatakusikiza Mungu atawahukumu. So tunaweza angalia pia hili aliko tu kwa kutoka, iko pia katika Zaburi 69 mstari wa 28, Psalms. Zaburi 69:28, sikuiandika kwa ubao. Kitabu cha Zaburi 69 mstari wake wa 28, wafutwe kutoka kitabu cha uzima. Ya Daudi anasema wafutwe. Musa alielewa, Daudi pia anaelewa. Daudi anasema wafutwe katika kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima ni kile kitabu cha mwana kondoo cha Yesu Kristo ambao kiko katika Ufunuo 20:12 mpaka 15. Wafutwe. Daudi anasema maadui zake wafutwe katika kitabu cha uzima. Endelea. Wafutwe kutoka kitabu cha uzima na wasiorodheshwe pamoja na wenye haki. Wasiorodheshwe pamoja na wenye haki. So kuna kufutwa, Daudi ana acknowledge hiyo, Daudi anatambua hiyo. Pia tukiangalia Ufunuo, Yesu mwenyewe anatambua hayo. Ufunuo, hapo kwa Ufunuo tafadhali tuwe makini sana, kuna maelezo ambao ni muhimu ufahamu. Ufunuo 3 naweza anza mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo 3 mstari wake wa kwanza. Kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo maneno ya aliye na zile roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, kwamba una sifa ya kuwa hai lakini umekufa. Amka nawe uyaimarishe yale yaliyosalia na yaliyo karibu kufa. Kwa maana sikuona kwamba kazi zako zimekamilika machoni pa Mungu wako. Kumbuka basi yale uliyoyapokea na kuyasikia, yatii na ukatubu. Lakini usipoamka nitakuja kama mwizi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Waweza kusoma, angalia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza inaongea kuhusiana na kanisa. Yesu anaita hili kanisa. Yalikuwa makanisa 7. Namba 7 kwa Biblia inamaanisha ukamilifu. Katika Mwanzo 2 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu.
inamaanisha ukamilifu. Mungu aliumba ulimwengu kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. So haya makanisa 7 inamaanisha kazi ya Mungu iliyokamilika. So haya ndio makanisa ambao Mungu aliandika kwa Biblia. Licha kwa kuna makanisa mengine, lakini haya ni yale ambao Yesu anayaangalia, alafu yanashika moyo wa Yesu Kristo kiasi ya kwamba Yesu akiwa mbinguni anaandikia barua ya tubu. So ni makanisa ambayo yanatambulika mbinguni. Ndiyo. Limeokoka. Ndiyo. Liko ndani ya Kristo. Ndiyo. Limezaliwa na Yesu Kristo. Ndiyo. Ni kanisa ambalo linatambulika mbinguni. Lakini kuna kitu ambacho mimi na wewe inafaa tuone. Yesu asemi mkishaokoka mshaokoka. Angalia mali Yesu anagonga. Yesu anagonga matendo. Halikuokolewa kwa matendo. Mwanadamu anaokolewa na Waefeso 2 mstari wa 8 na 9. Hakuna kazi yote tumefanya maithia. Umeokolewa kwa neema kupitia imani, ambayo imani hata si yetu, ni ya Yesu Kristo. Si kwa kazi yote ambayo mwanadamu amefanya ili asijisifu. Kweli kabisa. Baada ya hapo tunapewa matendo ya Mungu ama matendo ya Yesu Kristo. So Yesu anaambia hili kanisa la Sarsi, analiambia nimeangalia matendo yako na matendo yako si makamilifu mbele za Bwana. So Yesu anagonga matendo. Yesu anaangalia matendo. So ni aje hawa ambao wanatembea kwa mwili na wanaamini wako ndani ya Kristo wanasema Yesu angalii matendo? Yesu anaangalia matendo kwa hili kanisa. Hili ni kanisa limekamilika. Katika makanisa 7 yamekamilika, na pia 7 inamaanisha sabato. Yamepumzika katika kazi ya Bwana, finished work ya Christ. Wamepata Bwana wa sabato, wamepata sabato. Lakini Yesu analikosoa, ananiambia wewe nikiangalia kazi zako, matendo yako si makamilifu. Unaonekana kama unaishi, lakini Yesu anasema umekufa. So naweza kuwa naonekana hivi, unaweza kuwa unaonekana uko na Kristo, ama naonekana niko na Kristo, na hiyo ndio chachu mbaya zaidi. Unakuwa religious na wa mtu wa kidini. Naweza kufanya uinjilisti, naweza kufundisha, naweza kusoma neno, naweza kuongoza nafsi hata katika wokovu kwa neema, naweza fanya kazi nyingi, naweza toa sadaka. Lakini kitu kibaya kabisa ni kwamba hili kanisa linaonekana liko hai, lakini Yesu akiliona anaona limekufa. Lakini kumbe kuna mambo bado yanafanya kazi ndani ya moyo wako, kama pengine hata wivu, chuki za kuendelea, kutotaka kurekebishwa, kiburi, ulegevu katika kazi ya Mungu. Haya tu kwangu na kwako yanaweza kuwa yanafanya kazi, na hayo hayafai kabisa. Hayo ni mwili, hayo ni mwili. Lazima ufahamu, lazima nifahamu. So naweza kuwa naona niko ndani ya Kristo, lakini kumbe kila siku kila kukicha nazidi kushuka, nazidi kuondoka katika uwepo wa Mungu. So hili kanisa lilikuwa katika hali hatari. Mstari wa 2. Kitabu cha Ufunuo 3 mstari wake wa 2. Amka nao ukaimarishe yale yaliyosalia na yaliyo karibu kufa. Kwa maana sikuona kwamba kazi zako zimekamilika machoni pa Mungu wako. Rejelea tena hiyo. Amka nawe uyaimarishe yale yaliyosalia na yaliyo karibu kufa. Anaambiwa uko karibu kufa. Kuna mengine mazuri yamebaki, lakini uko karibu kufa kabisa. Sasa amka haraka kabla haya mengine yale ndani ya Kristo kufa. Kwa maana sikuona kwamba kazi zako zimekamilika machoni pa Mungu wangu. Kwa maana sikuona kwamba kazi zako, sikuona kwamba matendo yako yamekamilika mbele za Mungu. Yesu analihukumu kwa matendo. Yesu analihukumu kwa matendo. Kwa sababu gani linahukumiwa kwa matendo? Kwa sababu Yesu akikaa katika kiti cha hukumu, katika Ufunuo 20 mstari wa 11, Yesu akikaa katika kiti cha enzi, kutakuwa na kitabu na vitabu vya matendo. So Yesu atatumia vitabu vya matendo kuhukumu makanisa.
na kuhukumu ulimwengu. Ndio maana Yesu anatumia matendo hapa. Yesu anatumia kitabu cha Matendo. Anasema ili kanisa sijaona matendo yake yako kamilifu kwa Mungu. Yesu amejuaje matendo yake ya ili kanisa? Yanaandikwa na malaika mbinguni. Yesu anayaona. Yesu yuko mbinguni mkono wa kuume wa Mungu, na kuna vitabu vya matendo na kuna kitabu cha uzima. Hivi vitabu Yesu anachukua kitabu, anaangalia matendo ya hili kanisa, anaona yamekufa. Bado kidogo tu Yesu anatuma malaika, kimbia upesi na ujumbe wa toba, niambie ile kanisa litubu, kabla halijakufa kabisa, kabla halijahukumiwa likafutiliwa mbali. Na Mkristo anaenda hivyo. Ziko vitu vinasalia vizuri, licha kwa Yesu akikuangalia mtu amekufa, chuki kwa moyo, kutotaka kurekebishwa, kiburi kwa moyo, chochote kile unakishika, unaendelea nacho tu kwa muda, ni mwili. So hayo mengine mazuri, Yesu anasema niamke, nitubu, niondoe uovu wote. Yale mazuri pia ni yaimarike, niendelee kutakaswa, kuendelee kusimama. Mstari wa 3 anaambiwa, kumbuka basi yale uliyoyapokea na kuyasikia, yatii na ukatubu. Anaambiwa akumbuke yale aliyoyasikia kwa wakati wa wokovu wa kwanza. Asikie, ni kama hasikii. Asikie, alafu anaambiwa atubu. Wapendwa, hii ni maisha ya watakatifu. Saa zingine unaweza hisi huyu amenikwaza, siongei vizuri na huyu. Hii inakuwa si sawa, hii inakuwa tuko katika mwili, inakuwa mimi niko katika mwili. So Mungu anataka kila mmoja ajichunguze, nijiangalie, nikoje na huyu mpendwa? Nikoje na huyu mpendwa? Nikoje na yule mpendwa? Nijiangalie vizuri na ujiangalie vizuri. Kama kuna kitu ndani ya moyo, niangalie sana, kwa sababu makanisa mengi yako na hiyo chachu. Nasema huyu haelewani na huyu hapatani vizuri na huyu. Hizo waziko. Na kama hatutatambua haraka, nitambue haraka, nikiri uovuo, nigeuze moyo wangu, niendelee kuweka uhusiano mwema. Kama sitafanya hivyo haraka, mimi nitakuwa katika wana wa ufalme wake kwa mali kwa kusaga meno, badala mali angao nafani ngare kama jua. Waona? So lazima line iwe clear. Line venye iko vizuri, vertical, uhusiano wako na Mungu vertical. Amri 4 za kwanza yafaa iende horizontal. Amri 6 za mwisho, mimi nampendwa, dada nampendwa, hivyo. So Yesu anaambia atubu. Kumbuka basi yale uliyoyapokea na kuyasikia, yatii na ukatubu. Lakini usipoamka utakuja kama mwizi. Lakini usipoamka, Yesu anasema atakuja kama mwizi. Wala hutajua saa nitakapokuja kwako. Mstari wa 4. Lakini bado kuna watu wachache katika Sardi, ambao hawajachafua mavazi yao. Wao wataenda pamoja na Yesu Kristo. So lilikuwa kanisa ambalo nusu limekufa, ama sehemu kubwa imekufa, sehemu nyingine iko hai. So sehemu nyingine ilikuwa hai, sehemu nyingine ilikufa. So kuna sehemu gani ambayo mimi nimekufa na kuna sehemu zingine niko hai? Waweza kuwa hai katika uinjilisti, naweza kuwa hai katika kufundisha, naweza kuwa hai katika kufundisha, naweza kuwa hai katika uinjilisti, naweza kuwa hai katika matoleo, naweza kuwa hai katika kusaidia katika njia yote ile. Lakini yafaa pia niangalie ni katika njia gani nimekufa, kupitia tu maandiko, alafu nikapate kutubu. Kutubu ni kukiri na kuachana na hiyo njia na kutengeza kwa uwezo wa Mungu, ili Bwana aliyekuokoa, aliyemwaga damu yake yote kwa ajili yako apate kutukuka, ili mimi nipate kuwa yule ambaye naambiwa mimi nastahili kutembea na Yesu Kristo, na wewe vile vile. Mstari wa 5. Lakini bado una Ufunuo 3 mstari wake wa 4. Lakini bado una watu wachache katika Sardi, ambao hawajachafua mavazi yao. Wao wataenda pamoja
pamoja nami wakiwa wamevaa mavazi meupe, kwa maana wanastahili. Yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao. Sitafuta jina lake kutoka kitabu cha uzima, bali nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wake. Huo ndio mstari kwa uwezo wa Mungu ilikuwa tunautafuta. Kumbuka tumesoma Exodus 32 tukasoma Psalms 69:28 kuhusiana na kufutwa. So tumeanzia mstari wa kwanza kuona ni kanisa takatifu ambao wako ndani ya Kristo kama Warumi 8:1. Alafu kaangalia mstari wa pili, Yesu anawaambia waamke, amka. Kwa nini? Hajaona matendo yao makamilifu mbele za Mungu. So Yesu yuko concerned na matendo ya watakatifu baada ya wokovu. Yesu anaangalia matendo ya watakatifu baada ya wokovu. Ndio hapa wakitembea katika mwili, na walikuwa wanatembea katika mwili. Mstari wa 3 Yesu anawaambia watubu. Mstari wa 4 Yesu ana confirm, anasema kuna wengine wachache katika kanisa hilo la Sardis ambalo wako sawa, yani wanatembea kwa roho, wameokoka na wanatembea kwa roho, wako sawa. Yesu anawaambia hao watavikwa mavazi meupe na watatembea naye. Lakini pia kuna ndani hilo kanisa la Sardis wengine ambao wanatembea katika mwili. Yesu anashuka mstari wa 5. Anasema wale ambao watashinda wakitubu warudi kwa roho watahesabiwa neema na watahesabiwa ushindi mpaka mwisho. So Yesu anasema mstari wa 5, wale ambao watashinda, yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao. Atavikwa vazi jeupe kama hawa ambao wanatembea katika roho. Wako Sardis alafu wanatembea kwa roho. Sitafuta jina lake kutoka kitabu cha uzima. Atafuta jina lake katika kitabu cha uzima. Bali nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu. Bali nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wake. Na mbele za malaika wake. Hapa kwa makini, Yesu anaongea kuhusiana na makundi mawili katika kanisa moja. Mstari wa 4 Yesu anasema kuna watu ambao wanatembea kwa roho. Alafu anasema hao ambao wanatembea kwa roho atawavisha mavazi meupe na watatembea na Yesu. Alafu Yesu anarudi kwa lile kanisa wale ambao wanatembea kwa mwili. Anaambia sasa nyinyi mkishinda mtavikwa mavazi meupe kama wale. Kama hawa ambao wako katika hilo kanisa ambao wanatembea kwa nini? Kwa roho, wale ambao hawajakufa. Kuna wale wamekufa na wale ambao wako hai. So Yesu anatumia hawa ambao wako hai watavishwa mavazi. Alafu anarudi tena kwa hawa wamekufa. Anaambia nyinyi mkishinda kwa kutubu na kurejea kwa roho mtavishwa mavazi meupe kama hawa wenzenu. Umeelewa? Anaongea na makundi mawili. Anasema hawa wanatembea kwa roho watavikwa. Nyinyi mnatembea kwa mwili, tubuni, amkeni. Na mkishinda kwa kutubu na kunyenyekea na kutii neno la Bwana na kutembea katika utakatifu na haki za Mungu na kutii amri za Mungu. Yesu anasema mkishinda mtavikwa mavazi meupe kama hawa ambao wako kwa Sardis. Ili kanisa la Sardis ambalo wanatembea kwa roho. Umeelewa? So anasema hatafuta jina lao iwapo watatubu. Hatafuta majina yao. Aongea kuhusiana na kufuta majina ya hawa wanatembea kwa roho. Anaongea kuhusiana na hawa ambao wako kwa ili kanisa la Sardis lakini wanatembea katika mwili. Anaambia mkishinda sitafuta jina lenu. Kama ndugu zenu mtavaa white, lakini mkishindwa nitafuta majina yenu katika kitabu cha uzima. Vile vile tu Exodus venye Mungu amesema. Mungu amesema atafuta waliomtenda dhambi atawafuta, Exodus 32. Yesu anasema hivyo hivyo katika Revelation 3:5. Mkishinda sitafuta majina yenu. Mtavikwa mavazi meupe. Je, wakishindwa inarudisha Exodus 32. Itayafuta majina yenu katika kitabu cha uzima. So hilo ni kanisa la watakatifu. Kiangalia 3:14. Ili ni kanisa lingine. Ufunuo 3 mstari wake wa 14. Kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Haya ndiyo maneno yake yeye aliye Amen,
shahidi mwaminifu na wa kweli, mtawala wa uumbaji wote wa Mungu, na yajua matendo yako. Ya Yesu anasema kwa hili kanisa na yajua matendo. So Yesu anaangalia matendo ndani ya hili kanisa. Yesu anaangalia matendo. Kumbuka Yesu alikuwa katikati, Yohana alionyeshwa akiwa katikati ya vinara 7. Yesu yuko katikati ya vinara 7, anaangalia nini? Anaangalia matendo ya hivi vinara 7, matendo ya makanisa. Yesu yuko katika ushirika wa watakatifu. Yesu anaangalia nini? Anaangalia matendo. Maana tushakuwa na imani, tushapokea Kristo, lakini anaangalia nini sasa? Matendo. Endelea 15. Na yajua matendo yako, ya kwamba wewe si baridi wala si moto. Wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungelikuwa moja au lingine. Afadhali ungekuwa baridi ama ungekuwa moto, moja ama lingine. Hivyo kwa kuwa uvuguvugu. Hivyo kwa kuwa wewe uvuguvugu, si baridi wala moto. Si baridi wala si moto. Nitakutapika utoke kinywani mwangu. Yesu anasema nitakutapika. Maana ya kutapika ni nitakufutilia mbali, nitakuondoa. Kumbuka Baba ni mkulima, Yesu ni mzabibu, sisi ni matawi. Tawi ambalo halizai, Baba ulifanya nini? Ulikata na kuliondoa na kukusanywa na kuwekwa katika moto. Yesu anasema hivyo. Yesu anasema nitakutapika. Nani anaweza reverse? Nani anaweza kufundisha Yesu? Sasa mimi niliokoka na nikatembea kwa mwili, na Yesu bado hawezi kunitapika. Yesu ndo anasema atakutapika. Mtu akisikia kutapika, uweza kumzuia. Akiwa na malaria, matapiko amefika, hata kama ni mtoto, huwezi mzuia, atatapika. Hata ukijaribu kumzuia atatapika. Uweza mzuia Yesu kutapika mtakatifu? Haiwezi. Hiyo ni kiburi sana ambao watumishi wengi wamekuwa nayo. Wengi sasa hao ambao ni wasomi hasa wa Biblia, kwa sababu wako na dhambi, alafu anatafuta neno ambalo litawastiri. Wakiona mali imeandikwa, Yesu anasema na wajua kondoo wangu, kondoo wake wanasikia sauti yake, na anasema babake hata ruhusu hata moja afanye nini? Apotee. So unabaki hapo. Lakini uangalie chenye Yesu amesema. Yesu anasema najua kondoo wangu wanasikia sauti. Kusikia sauti ya Yesu ni kutii amri na neno lake. So hapa wanapita. Yesu anasema yes, najua kondoo wangu. Kondoo wake wanasikia sauti yake, inamaanisha wanamtii. Inamaanisha wanatii amri za Yesu Kristo. Wanaendelea kwa mafundisho ya Yesu Kristo, na hao ndio kondoo wa Yesu Kristo. Hawa hawezi kupotea kwa sababu wanatembea katika roho, na Mungu hawezi ruhusu yule ambaye anatembea katika roho apotee. Lakini yule ambaye anatembea katika mwili atapotea. Hata kama ni kondoo wa Yesu Kristo, anatembea kwa mwili, Yesu anasema atamtapika. Kanisa la Laodikia ni kondoo. Lakini Yesu anasema hili kanisa haliko moto, haliko baridi, na maisha halisikii sauti ya Yesu Kristo. Yesu anasema hili nitalitapika. Yes. So kuna siri ndani ya maandiko, of which ni roho tu wa Mungu atakufunulia, na itategemea pia moyo wako ama moyo wangu. Nikiwa na ficha dhambi huko, hautaona hizo siri. Utaona tu utachukua andiko, Yesu amesema kondoo wake anawajua. Mimi ni kondoo wake, na anasema babake hata ruhusu hata mmoja apotee. Lakini kuna neno hapo Yesu Kristo anasema kondoo wake husikia sauti yake. Kusikia sauti ya Yesu ni nini? Yesu akwambia usizini. Unafaa ufanye nini? Haufai kuzini. Lakini unapata mtu anazini, alafu anasema mimi ni kondoo, Yesu ananijua na amesema hawezi kuacha mimi nipotee. Hausikii sauti yake. Hapo yafaa uone kweli hata wacha upotee, lakini kwanza wasikia hii sauti, hii condition imekuwa fulfilled. Haijakuwa fulfilled, then utatapikwa. Hapo ndio inaanza ku make sense. Kumbe nikiokoka, Yesu akisema mimi ni kondoo wake na babake haezi ruhusu kondoo wake wapotee, maana yake kondoo anasikia sauti yake. Kumbe kuna kitu hapo yafaa nijichunguze. Kama sisikii sauti ya Yesu, wewe ni kondoo, utapotea. Waisraeli walikuwa kondoo. Na Exodus 32:33 Mungu anasema aliyenitenda dhambi ndiye nitafanya nini? Nitamfuta. Yesu anasema katika hili kanisa la Sardis, msiposhinda nitafuta majina yenu, mkishinda mtavalishwa mavazi meupe kama wenzenu. Yesu anasema katika hili kanisa la Laodikia, analiambia kwamba si moto, si baridi. Wameokoka? Yes. Ni kondoo? Yes.
lakini hawasikii sauti ya nani? Ya Yesu Kristo, ambao ni neno la Mungu. Hawasikii. Yesu anasema hawa nitawatoa. Unaona hilo andiko lina apply wapi? Hiyo kwamba najua kondoo wangu wanasikia sauti yangu. Yesu aliwaambia Waisraeli waliomwamini, Wayahudi, mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mkishika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. So kama mshiki mafundisho yake, kama sishiki mafundisho yake, siwezi kuwa mwanafunzi wake, nitafutiliwa mbali. Vile vile wewe na mimi pia. So Yesu anasema atalitapika ili kanisa. Acha tuangalie Ufunuo pia. Ufunuo 22 mstari wa 19, Mungu anaongea kuhusiana na hukumu ya kufuta watakatifu katika kitabu cha uzima. Waweza kunisomea King James? Nitasoma. Ikiwa umefika unaweza kusoma 22:19 King James. Kitabu ni cha Ufunuo 22 mstari wa 19 kwa toleo la King James inasema, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, na kama mtu yoyote atakayeondoa maneno kutoka kwa kitabu hichi cha unabii, God shall take away his part out of the book of life. Mungu ataondoa sehemu yake. Kumbuka book of life ni kitabu cha uzima, mahali majina yako. Kitabu cha uzima hakina matendo, kina majina tu peke yake. So maandiko yakisema Mungu ataondoa sehemu yake kwa kitabu cha uzima, nijue ni majina ndio yako kwa kitabu cha uzima, na inamaanisha Mungu ataliondoa jina lake. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, na kama mtu yoyote atakayeondoa maneno katika kitabu hichi cha unabii, God shall take away his part out of the book of life. Mungu ataondoa sehemu yake katika kitabu cha uzima, and out of the holy city. Na hata ataondoa jina lake hata kutoka kwa mji mtakatifu. God shall take away his part out of the book of life. Mungu ataondoa sehemu yake, sehemu ya jina lake katika kitabu cha uzima, and out of the holy city. Na hata katika mji mtakatifu. Yani Mungu ataondoa jina lake hata katika mji mtakatifu. And from the things which are written in this book. Na hata kwa mambo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. So natumai imeregelewa zaidi ya mara 4. Imeregelewa kwa Kutoka 32 mstari wa 32 33, Zaburi 69 28, Ufunuo 3 mstari wa 5, na pia Ufunuo 22 mstari wa 19. So kuna kuondolewa, kuna kufutwa. Katika Warumi 8 mstari wa 1, hakuna hukumu ya adabu kwa wale wote walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi katika mwili lakini wanaoenenda katika roho. So tukiangalia kitabu pia cha Timotheo wa pili 2 mstari wa 12. Timotheo wa pili 2 mstari wake wa 12, kama tukistahimili pia tutatawala pamoja naye. Kama tukistahimili tutatawala pia pamoja naye. Kama tukimkana Yesu Kristo, naye atatukana sisi. Maandiko yanasema Yesu pia atatukana. So Yesu si yule ambaye utamkana, umeokoka, nimeokoka, nimekuwa kondoo wake, alafu nimekana sauti yake, alafu nasema Yesu, mimi naweza kukukana lakini wewe huwezi nikana. Yesu anasema mkinikana kwa kutembea kwa mwili, Yesu anasema nitawakana pia kwa sababu mmetembea katika mwili. So Yesu anakana kondoo wake. Yes, anakana kondoo wake. Ni kondoo gani Yesu anakana? Ni wale kondoo ambao wanatembea katika mwili. Hakuna hukumu ya adabu kwa wale kondoo ambao wanatembea katika roho. Na hawa wanasikia sauti ya Yesu Kristo. Na Mungu hawezi ruhusu hawa kondoo ambao wanatembea katika roho ndani ya Kristo Yesu wapotee hata mmoja. Lakini wale ambao ni kondoo lakini wanatembea katika mwili,
Mungu anaruhusu. Yesu anasema nitawatapika. Mungu anasema nitawafuta. So kondoo ambao wanatembea katika mwili, Warumi 8:1, Yesu anawakana. Rejelea mara ya mwisho tafadhali. Timotheo wa pili 2:12 Andiko anasema ili ni neno la kuaminiwa. Ili ni neno la kuaminiwa. Tarudia tena Timotheo wa pili 2:12. Timotheo 2:12. Kama tukistahimili pia tutatawala pamoja naye. Pia tutatawala pamoja naye. Kama tukimkana yeye, tukistahimili, tukitembea kwa roho. Tukitembea kwa roho na tudumu kwa roho, basi tutatembea na Yesu Kristo. Lakini tukimkana, tutembee kwa mwili, watakatifu watembee kwa mwili. Yeye kama tukimkana yeye, naye atatukana sisi. Yeye pia atatukana sisi. Yesu anakana watu? Ndio. Watu waliokoka? Ndio. Wanaotembea kwa mwili? Ndio. Sasa tuangalie Mathayo 10:33. Hii inamaanisha nini kabla tu tuende mbali? Inafaa niogope sana. Yafaa uogope sana. Yesu anasema ukimkana, yeye pia atakukana. Yaani anakulipa vile vile wewe unavyostahili, mimi pia nastahili. Saa zingine katika kanisa naweza mkana Yesu, ama naweza kana mwili wa Kristo, mwili kabisa wa Yesu Kristo, watakatifu, ni ukane kabisa. Hiyo inatokea. Alafu sasa lile kanisa, ule mwili wa Yesu Kristo unakukana pia. Haukusalimii, hauongei na wewe. Sasa unabaki unasema hapana, ni kanisa gani? Mimi naweza sema hivyo nikifanyika hivyo, na kama sijaelewa maandiko nasema hili kanisa ni mbaya, hata lina upendo, ni kanisa gani hili? Lakini kumbe Yesu mwenyewe ananikana mimi wakati natembea kwa mwili. Mko ndugu wawili, mmoja anatembea kwa mwili, ama watatu ama wanne. Mmoja anatembea tu kwa mwili, alafu wengine wanatembea kwa roho. Kristo aliendani yao ndugu ambao wanatembea kwa roho, watakukana. Na utaona kama hawanionyeshi upendo, kumbe ni asili na ni tabia ya Yesu Kristo, ni penye wewe ama mimi sijaelewa. So saa zingine kama wengi wetu tumeokokea hapa, na ni sawa tu, imempendeza Mungu. Lakini wapo watu wengine waliokoka, alafu wakaenda makanisa mengine, wakaishi maisha machafu, alafu hilo kanisa la kuokoka likawatoa likaweka kando. Alafu mtu akitolewa ananyosha kidole, kanisa gani lile ambalo halina hata upendo? Huko nyuma nilikuwa kidogo sielewi. Huyu mtu ametolewa, naanza kumhurumia, naanza kufikiria lakini mbona hawa watu hawana upendo? Lakini mimi ndo nilikuwa sielewi asili ya Kristo. Ilikuwa na sympathy na kubaliana na mngemuonyesha upendo huyu sasa mmemwa huyu atasomeshaje watu sasa itakuwaje? Na wakatika vikao nikijaribu huyu mpendwa aonyeshe upendo. Kwa nini mnamtupa hivi? Kwa nini mnamkana? Kumbe mpendwa yuko kwa dhambi za uzinzi. Alipungukiwa akaingia katika uzinzi, katika kisiri. Sasa kanisa limetambua, linamweka kando. Na alikuwa mmoja wa rafiki yangu. Nikiwa mchanga kidogo nafundishwa. Nimeokoka lakini bado mengi nilikuwa bado sijayajua. Miaka kama 3 nyuma. So nilikuwa natatizika sana watu wakiwekwa kando. Naona kama hili kanisa halina upendo. Nikiangalia sasa zaidi, kumbe upendo wa Kristo haikubaliani na dhambi. Lazima chachu iondolewe, na huo ndio upendo. Nikawa naelewa kumbe kila kitu ni kunyenyekea na kutazama, kwa sababu wale walikuwa wameokoka na wamesoma Biblia kwa neema ya Mungu kwa miaka mingi, na wamejifunza pia kwa wengine.
So ukiona Yesu anasema ukinikana yeye atakukana. So mimi sitashangaa nikiwa kwa uzinzi, ushirika, unikane. Naambia wewe sasa kaa kando. Wewe sasa kaa kando. Sitasema nyinyi hamna upendo, mbona mmenitenga? Nitajua ni Kristo amenikana. Mimi na wewe tujue hivyo. So haifai nitembee katika mwili, na ukitembea katika mwili hukumu ikitolewa, jua ni hukumu ya Kristo. Maandiko yanasema hata mtu atengwe, hata asisalimiwe, hata usikule naye ndugu ambaye anatembea katika giza. So haya ni mambo ambayo yako kwa maandiko. So Yesu akisema atakukana, atanikana. Ni kanisa linanikana kupitia Kristo Yesu. Isiwe kwako na isiwe kwangu. So tutembee katika roho na si mapenzi ya Mungu. Tuangalie Mathayo 10 mstari wa 33. Mathayo 10 mstari wa 33. Lakini yeyote atakayenikana mimi mbele ya watu. Yesu anasema yeyote atakayenikana mimi mbele za watu, mimi nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Yeye pia anasema atakukana na atanikana mbele za babake na malaika. Yesu anakana watu. Yesu anawakana. So mafundisho ambayo ni manabii wa uongo naweza sema ama injili ya uongo haikuonyeshi Yesu anayekukanya, anayekukana. Anakukanya na kama hautaki anakukanya na kama hutaki anakukana. Anakukanya. Kukanya ni kukuonya. Na kama uonyeki anakukana. Yesu ananifanya hivyo mimi na anakufanya hivyo wewe. So hii ni hofu inafaa nitembe katika roho ili Yesu asinikane, ili Yesu asikukane. Naweza kuangalia Yohana. Natumai bado vitabu vile tumalize. Yohana 10. Hapa tuwe makini sasa, ni mstari ambao umetumika vibaya. Yohana 10 unaweza anza 27. 27. Yohana 10 mstari wake wa 27. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua nao nifuata. Paka Yesu anasema kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua nao nifuata. Nami nawajua nao unifuata. Sawa. So watu wengi ubaki hapa, kondoo wangu jua sauti yangu nao unifuata. Sema mimi ni kondoo wa Yesu Kristo. Yesu ananijua, Yesu ananitambua. Lakini yafaa nijiulize, namfuata Yesu Kristo? Kumfuata Yesu Kristo ni kujikana, kubeba msalaba na kugeuka kwa njia zote za mwili. Waweza soma next pia. Nami nitawapa uzima wa milele. Yesu anasema atatupatia uzima wa milele ambao ashatupatia uzima wa milele. Hawataangamia kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya kutoka mikono yangu. Wala hakuna mtu atakayenipokonya hawa kondoo kutoka mikononi mwangu. Unaona? Manake Baba aliyenipa, Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, na hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mikononi mwake. Yeah, watu wengi hujifunika na 29 na 30. Baba yangu aliyenipa hawa ni mkuu kuliko wote, na hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mikononi mwake. Mimi na Baba yangu tu umoja. Yeah, niko kwa Yesu Kristo, nimeokoka. Hakuna hukumu, niko na Yesu Kristo. Yesu niko kwa mkono wake. Hakuna mtu anaweza nitoa kwa mikono ya Yesu Kristo. Si uzinzi, si ushirati. Nini kinaweza kututenga na upendo wa Yesu Kristo? Hakuna. Si ndio? Lakini paka tuwe makini sana. Yesu ongea kimwili. Mstari wake wa 27. Yohana 10 mstari wake wa 27.
Kondoo wangu isikia sauti yangu, nami nawajua, nao nifuata. Kondoo wangu uisikia sauti yangu. Kondoo wangu usikia sauti yangu, nao unifuata. So kabla niseme niko kwa mikono ya Yesu Kristo, hakuna mtu anaweza nitoa kwa mkono wa Yesu Kristo. Yafaa nijiulize hili swali. Je, nasikia sauti ya Yesu Kristo? Yesu anasema usizini. Yesu anasema usiibe. Yesu anasema usishuhudie jirani yako uongo. Then haya yote kwa uwezo wa Mungu na yatii. Kama si yatii, then inamaanisha hata kama nimeokoka, Yesu anaweza nitapika mwenyewe, anaweza nitoa mwenyewe. Hata ngoja mtu aje anitoe, Yesu mwenyewe atanitoa. Yesu mwenyewe atakutoa. So natumai hilo andiko umelielewa, nami nimelielewa. Hakuna kitu kama security ya kwamba nimeokoka na hata nikitembea katika uchafu mimi ni kondoo wake, sitapotea. Utapotea. Na nitapotea katika uchafuo. Tukimalizia tunaweza kusoma Yohana 6 anza 54, alafu tutaruka 60, alafu turuke 67. Kitabu cha Yohana 6 mstari wake ni 54. Mtu yoyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yesu anasema mtu yote anayekula mwili wake na damu yake. Hawa ni watu ambao walimfuata Yesu. Yesu akawapatia mikate, wakala, wakafurahi, wakamwamini Yesu, wakataka kumfanya Yesu mfalme. Alafu wakamfuata Yesu, wakamkosa Yesu, akakutana nao, akawaambia nyinyi mwanitafuta kwa ajili ya mikate. Yesu akawa sasa anawapatia mkate mwingine. Mara kwanza wamemkubali Yesu, wakamwamini Yesu. Sasa wakamfuata Yesu wengi kwa ajili ya mkate. Yesu akawa sasa anawaambia msimfuate kwa ajili ya mkate, kuna mkate mwingine hapa anawaambia. Yesu akaanza kueleza kuhusiana na mkate ambao ni mwili wake na damu ambaye ni damu yake. Kimaanisha kwamba waamini kazi ambao dhambi zao zimekuwa kwa mwili wa Yesu Kristo uvunjwe maiti na damu ya Yesu Kristo imwagike, wainywe kwa kuamini kazi ya damu na mwili, wapate uzima wa milele. 60. Wengi wa wafuasi wake waliposikia jambo hili, wengi wa wafasi ni akina nani? Wafasi ni watu ambao wanamfuata. Wafasi ni watu ambao wanamfuata Yesu Kristo. So wale ambao walikuwa wanamfuata Yesu Kristo waliposikia jambo hili wakasema mafundisho haya ni magumu. Mafundisho haya ni magumu. Ni nani awezaye kuyapokea? Nani anaweza kupokea mafundisho haya? Yesu ndo anatoa mafundisho, kazi ya mwili wake na kazi ya damu yake. Anaambia wainywe kwa kuiamini na kuikubali ndani ya mioyo yao. Wanasema mafundisho haya ni magumu. Wafasi wale wanamfuata. Mafundisho haya ni magumu, nani anaweza kuyapokea? Kumbuka walikuwa wanamfuata Yesu. Walikuwa wamekubaliana na Yesu. Hata kabla Yesu kufa na kufufuka na kuondoka, ndio kuanze kusema kwamba nikiokoka, nimeokoka na siwezi kumwacha Yesu. Mpendwa, hata kabla Yesu aondoke tayari kulikuwa na watu ambao wamemwamini na wakamuondoka. Waelewa? Lakini naamini kuna kitu ambacho waelewa. Hata kabla Yesu alipe deni la dhambi, kuna watu tayari walikuwa wamemwamini kwamba yeye ndo anaenda kulipia dhambi zao. Walikuwa wamemwamini na wakamkubali, wanamfuata Yesu. Lakini hapo walimkataa Yesu. Nao walikuwa ni wafasi, alafu wakafanya nini? Wakaondoka. Sasa how much more, kiasi ya kwamba miaka imepita, Yesu ashakufa, akazikwa, akafufuka, akaenda mbinguni. How much more watu ambao ni wanamwamini ambaye hayuko, na wasifutwe ama wasimwache, na wakati watu walikuwa naye life wakamwamini life na bado walimwacha. Kuna uwezekano uanze na Yesu
na usimalize naye. Hiyo ndio namaanisha kwa uwezo wa Mungu. Wagalatia walianza kwa roho, wakamaliza kwa nini? Mwili. Wakaanza kukemewa warudi. Hawa tayari wameanza kwa roho. Yesu ni huyu, tumekuamini. Alafu kwa mafundisho tu wamesema tosha. Haya mafundisho Yesu ni magumu. Hao ndio wanakuwa watu wa kwanza ama wa pili ama watatu kumwacha nani? Yesu Kristo. So once saved always saved. Haiwezi kuwa, kwa sababu hata Yesu akiwa, hata kabla hajalipa deni, tayari once saved always saved ilikuwa iko. Tayari ni proof kwamba kitu kama hicho haki-exist, kwa sababu walikuwa wamemkubali. Si ndio? Lakini walipoona mafundisho magumu hawaelewi, wakafanya nini? Wakamwacha. Naweza soma 67. Yohana 6 mstari wa 67. Hivyo Yesu akawauliza wale wanafunzi wake 12. Yesu akageukia wanafunzi wake 12 akawauliza, je, nyinyi pia mnataka kuondoka? Je, nyinyi pia mnataka kuondoka? Simoni Petro akajibu, ngoja kidogo. Yesu alikuwa anajua wale wanafunzi ambao wamemfuata Yesu Kristo, hakuna one saved always saved. Wamemfuata Yesu Kristo, wamemwamini, lakini wakamwacha Yesu Kristo. Alafu Yesu akageuka akawaambia, nyinyi pia wanafunzi, pia mnataka kufanya tu vile vile. Hawa wamefanya nini? Wamefanya. Yesu anajua kwamba kuna watu wanaweza mfuata na wakafuka mahali wakamwacha. Yesu anakubali hiyo. Anajua hilo. Petro Yohana 6:68 inasema, Simoni Petro akamjibu, Bwana, tuondoke twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Naamini na kujua kuwa wewe ndiwe aliye mtakatifu wa Mungu. Unaweza soma 66. Yohana 6 mstari wa 66. Tangu wakati huo wafuasi wake wengi wakaregea nyuma, wakaacha kumfuata. Hao wafuasi walikuwa wamemwamini Yesu. Biblia ya Kimombo inasema Biblia ya Kimombo inawaita, taniangalie 66. Biblia ya Kimombo inasema, from that time many of his disciples, wanafunzi, disciples, went back and walked no more with him. So wanafunzi wa Yesu mwenyewe walimwacha. Many of his disciples. Many namaanisha wanafunzi wengi kabisa ambao walikuwa wanatembea kwa roho na Yesu Kristo, lakini wakamwacha Yesu Kristo wakatembea kwa mwili hata kabla Yesu Kristo kumwaga damu yake. So kuna uwezekano ya mtu kuokoka na kumwacha Yesu Kristo. Kuna uwezekano mkubwa sana, kwa sababu hata kabla Yesu aende msalabani tayari watu walikuwa wamemwamini kwamba anaenda kuwalipia deni lao la dhambi, na hata kabla Yesu kwenda kufanya hivyo tayari walimwacha Yesu Kristo. Kwa nini? Walitembea katika mwili. Sasa tuombe na tuzidi kujazwa hofu ya kiungu kuhusiana na kutembea katika roho kila wakati na kila saa. Pengine kutembea katika mwili kabla hatujaomba, ni vizuri yule msikilizaji ambaye hakuwa na sisi kwa kile kipindi cha kwanza atambue kutembea kwa mwili huko kote tumesoma inamaanisha nini, ni kutembea katika njia gani ndio kumwacha Yesu Kristo. Unaweza maliza na kusoma na Wagalatia tafadhali, Wagalatia 5:19. Hii ndio kutembea kwa mwili, na mtakatifu yote ambaye anatembea katika mwili katika haya basi atachomeka milele na milele na milele. Unaweza kusoma Wagalatia 5 mstari wa 19. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usda,
ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla. Na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla. Kwamba watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. So hiyo ndio kutembea katika mwili, uasherati, chuki, kutembea katika fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ufisadi, ulafi. Hayo yote yametajwa hapo. Uaji, ibada ya sanamu, pesa, kazi zaidi ya Mungu, sports, entertainment, zozote zile umekipatia kipaumbele, chochote kile zaidi ya Mungu. Mhubiri mmoja alisema, soma mahali, anasema nionyeshe mahali unatumia muda wako, mahali unatumia nguvu zako, mahali unatumia pesa zako sana, nitakuonyesha Mungu wako, nitakuonyesha kile kitu ambacho unakiabudu. Alikuwa kwa maandiko. Yesu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, na umpende jirani yako sawa na nafsi yako. So kile kitu ambacho unakipatia first priority katika maisha yako na maisha yangu, hicho kinakuwa sanamu, hicho ndio unakiabudu. Inamaanisha tusifanye kazi, inamaanisha tufanye kazi. Yesu alikuwa seremala na alifanya kazi, na yeye ndo anatuambia haya. Paulo alifanya kazi, naona, lakini kazi sio kipaumbele. Shida pia inaweza kuwa sanamu. Shida inaweza kuwa wewe ni mtu wa kulia shida tu, yani wewe ni shida tu, yani shida tu, shida. Alafu kitu ambacho unataka ni pesa, 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 pesa inakuwa sanamu. So nijichunguze sana. Shida zote naomba nimpate Yesu Kristo, na niweke imani, na nifanye kazi na mikono yangu na mikono yako. Nakushukuru Mungu Abraham, wa Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako Bwana. Mungu zidi kutushusha Bwana, zidi kutuonyesha neno lako jinsi lilivyo. Mungu naomba kila huduma ya kweli, kila mwinjilisti Bwana uliyemwenua kuanzia ulimwengu ulipoanza mpaka sasa Bwana, kila mwalimu nenda ukabariki huduma zao Bwana, na ukawasaidia familia zao Bwana. Manake Bwana umesema chuma inanolewa na chuma. Vile vile Bwana sisi kunolewa, hatujinoi wenyewe. Kuna walimu ambao umewaeka mbele zetu Bwana. Kuna wainjilisti uliowatumia kupitia roho wako Bwana katika 80s na 90s Bwana. Mungu neno lako ni la baraka. Umelitumia kupitia watumishi wale. Na hata sisi Bwana ambao umetusaidia kwa rehema na neema na unatusaidia bado. Naomba saidia Bwana neno lako lipate kufikia wengi, na wengi pia wapate kuzaliwa kupitia neno hili Bwana, kama vile tulivyozaliwa na tunavyozidi nolewa na wale walimu uliowatumia Bwana. Mungu tunaomba tutakapopita mashirika mengine ukumbuke shirika hili Bwana. Tuhurumie na utunyenyekeze Bwana. Walio hawajisikii vyema nenda ukawaponye katika jina la Yesu Kristo Bwana. Walio Bwana na misiba nenda ukawakutane nao. Walio Bwana na wagonjwa ambao umetenda Bwana kupitia mtoto Elijah Bwana, nasema ni asante Bwana. Na wengine wote ambao pia wako na wagonjwa wanauguza Bwana, nenda ukaonekane Bwana. Ile damu iliyomshinda shetani wacha ikashinde Bwana magonjwa, na kupitia magonjwa haya Bwana kama unatupatia toba, Mungu tusaidie tuweze kuona chochote kile ambacho kiko Bwana pengine kimekuwa sababu tuweze kugeuka kwa hicho Bwana, ama pia kama ni jaribu Bwana la kututakasa, wacha likazidi kututakasa zaidi na zaidi Bwana. Mungu kumbuka ushirika wako Bwana. Mungu kumbuka nafsi ulizoziumba Bwana. Shetani akaja kaziumba tena Bwana, ukamtuma Yesu Bwana ili ziumbwe tena Bwana. Mungu kumbuka Bwana katika Warumi 8 mstari wa 1, msaidia watu waweze kuona the whole picture, waweze kuona Biblia yote, waweze kuona moyo wako Bwana kupitia neno lako Bwana. Hata wale ambao wamesettle Bwana katika udanganyifu kwamba
Wao ni kondoo na wasikizi sauti ya Yesu Kristo, wanatembea katika uchafu wa mwili Bwana. Wapate kuelewa kwamba Yesu mwenyewe hata ngoja mtu awatoe, lakini Yesu atawatoa katika mikononi mwao Bwana. Wapatie toba kama vile makanisa ya Ufunuo Bwana. Na uturumie Bwana pia kanisa hili Bwana. Nenda ukatusafishe na ukatuoshe Bwana, tukana na uchafu wote kupitia neno lako Bwana. Mungu, yale ambayo tujaomba, naomba Bwana uzidi kutuombea Bwana. Saidie Bwana zaidi na zaidi Bwana katika kila upungufu ambao tuko nao. Mungu tusaidie Bwana katika yote na hata vyote. Na kwa jina safi lake Yesu Kristo tumeomba hata tukisadiki. Sema neema. By the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Baba tuliye mbinguni, Lord in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thy is the kingdom, the power and glory, forever and ever. Amen. Amen.